moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice ya hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakaoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ametua rasmi jijini London kuongea na wanadiaspora nchini hapa. Hakika maisha ni safari ndefu, ambapo wiki hii unakutana na dada mwenye asili ya Tanzania, alianza kazi za usafiri na sasa ni big boss wa mamlaka ya mapato nchini Uingereza. Ni nani huyo? Songa karibu tukujuze. Na huko Afrika Mashariki mambo ni mwendo mdundo kweli kweli. Huko Nakuru nchini Kenya, shehena ya samaki yapigwa tanji baada ya kubainika kuwa na sumu hatarishi kwa matumizi ya binadamu. Wavuvi 4 wadakwa. Kwa hayo na mengine mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Tuanze na habari kuu leo hii semayo kwamba Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amewasili rasmi nchini Uingereza, ambapo jioni hii atakuwapo kuzungumza na wanadiaspora. Karibuni sana, tumefurahi sana kuwa nanyi leo. Ni nafasi muhimu kwetu kama wanadiaspora ambayo itawasilishwa na mkurugenzi wa PBZ. Vile vile kwa upande wa Suzuki, naeleza kwamba ndugu Mohamed Isa Ahmed tupo naye ambaye kule Zanzibar tunatafuta sana masoko ya mwani ili wakulima wanaolima mwani tuweze kupata bei nzuri, lakini tuhakikishie kwamba wana soko la uhakika. Kwa hivyo nimewaambia kwamba tutashirikiana nao ili tuweze kuongeza biashara. Si mwani tu, mwani ni kama mfano. Natambua wengine mnashughulika na bidhaa nyingine mbalimbali. Nchi yetu ina bidhaa nyingi sana za kilimo. Kwa hivyo tungependa tufungue masoko, na nyinyi ni sehemu ya kutusaidia katika jambo hilo. Kwa hivyo tunasema asanteni kwa wale wote ambao tayari wanafanya biashara za bidhaa za Tanzania hapa UK. Eneo lingine ni utaalamu, matumizi ya utaalamu wenu kule nyumbani. Wapo baadhi yenu ambao wanafanya kazi nzuri sana ya kuleta utaalamu wao kule nyumbani, na mfano mzuri ni wale wanaofanya hizi kampu za matibabu, medical camps. Kabla ya ujio wa Mheshimiwa Rais, tulipata kuzungumza na wadiaspora wachache juu ya matarajio yao katika ziara hii, na hapa wanasema: ni nini matarajio yako ukipata kumuuliza swala kumshauri Rais kama kitu gani? Naam, imekuwa vizuri kwamba katika watu ambao wamehamasika na kujaribu kuwekeza nyumbani ni mimi mmoja wapo. Nina maeneo ambayo nimewekeza hasa iwe katika kilimo cha mboga mboga ili kuweza kutap soko la utalii. Lakini nilijaribu kwenda nikakaa kiasi muda hivi miezi 6 mpaka 7. Ilibidi nirudi kwanza kwa sababu pesi ya rais inaelekea ni kali sana kuliko pesi ya watendaji katika kusambaza huduma zinazotakiwa. Kwa mfano katika project ambayo mimi naiendesha sasa hivi ya kilimo,
tulikuwa tatizo la umeme, na umeme tumefikisha kabisa, tumevuta sisi wenyewe. Japokuwa rais alipendekeza kwamba tunapokuwa na swala kama hilo la umeme, serikali inaweza ikatoa nguzo, lakini sisi tulitoa nguzo zetu wenyewe. Lakini hata hivyo, miaka 3 sasa hivi imepita, umeme umekuwa mdogo sana, na tumekwenda zaidi ya mara 3 shirika la umeme ili kupata line ziongezeke ili tuweze kutumia kwa kupandisha maji katika visima. Imeshindikana. Nikipata nafasi nitajaribu kuliwasilisha hili kwa rais, pengine nguvu zake zinaweza zikasaidia, kwa sababu lengo ni kwamba tuwekeze na tuendeleze uchumi na hasa kutapa soko la utalii. Asante sana na kushukuru, na tutakotafuta tena juu ya malengo yako na masuala yako na changamoto zako unazopitia katika sekta ya kilimo. Asante sana, shukrani. Unalipi la kumuuliza, kumshauri au kumwomba rais kupata nafasi? Kwa kweli ni nafasi kubwa sana kwa siku ya leo kwa wenzangu wote wana diaspora ambao tuko hapa, na nafikiri kuna watu wazima ambao wako tayari kuweza kupeleka malalamiko yetu au kushauri kwa jinsi kwa hapa tunapoishi. Lakini kwa kubwa tu naomba nishirikiane na wenzangu, japokuwa sijajua wamejiandaa na kupeleka lakini mimi naomba tu kwamba turuhusiwe kuwa na due citizenship. Turuhusiwe tu na due citizenship ambayo itakuwa ni benefit kubwa sana kwa sisi ambao tunaoishi hapa na watoto wetu ambao walozaliwa hapa. Asante sana. Shukrani, asante sana. Ukipata nafasi ya kuongea, kumshauri, kumuuliza rais, unalipi kama ni changamoto au ni pongezi ya kutaka kumpa rais? Kwa kweli, awali ya yote napenda kutoa shukrani za dhati kwa Rais Mwinyi kwa kuchukua nafasi hii na kutupa nafasi sisi wa Tanzania kukutana naye ambao tunaishi hapa nchini Uingereza. Kwa kweli inaonyesha dhahiri ni kiasi gani serikali ya Tanzania inatupa nafasi na inatujali sisi diaspora, na tunashukuru kwa hilo. Asante sana. Huko Barking, sherehe za Eid zinakamilika jioni hii kwa Eid Funfair, ambapo familia na watoto wamekutana huko kujifurahisha kabla ya kurejea tena mashuleni wiki hii inayofuata. Hebu tuone. Leo tupo hapa. Salamu alaykum warahmatullahi. Leo tupo Al-Noor kwa ajili ya fundraising na watoto kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo tunawakaribisha nyote kuja kuungana na sisi katika fundraising. Tutakuwepo hadi saa ngapi sasa? Hadi saa 2 inshallah. Na mambo ndo kama hivi. Chakula chote kipo, na nyama choma, mchele upo, anakuwa kuna sukari, anakuwa kuna chumvi. Azuri mtu hapa. Anakuwa na chumvi, tende ipo, asali ipo, wote mnakaribishwa. Watoto wote mnakaribishwa. Karibuni sana.
Timu ya taifa ya Zanzibar ya UK Diaspora wiki hii ilitangaza kujitoa kushiriki katika mashindano hayo ikiwa kama bingwa mtetezi wa michuano hiyo kutokana na kile kinachojulikana kuwa ni ukata wa fedha. Hata hivyo, kauli hiyo imekumbwa na utata mkubwa baada ya kauli nyingine kutoka kwa mmoja wa viongozi hao kusema sasa wamepata udhamini na watashiriki. Je, tushike lipi? Sakata la timu ya taifa ya Diaspora ya Zanzibar hapa nchini Uingereza limekuwa likichukua sura mpya kadri ya siku zinavyosonga mbele. Hivi karibuni hapa Swahili Voice iliripoti kuwa timu hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa za kifedha kiasi kwamba timu hiyo imefikia hatua ya kutishia kutoshiriki mashindano hayo ya kutetea ubingwa wake mwaka huu. Katika moja ya matukio yaliyotokezea wiki hii, tulishuhudia uongozi wa timu hiyo unaongozwa na Bwana Mohamed Jailani ukiandika barua rasmi, hali ambayo ilithibitisha ile dhana ya kuwa timu yetu hii haitaweza kutetea ubingwa wake. Hata hivyo, muda mfupi uliopita tulizungumza tena na Bwana Jailani ambapo alitujuza kauli tofauti na ile ya mwanzo kwa kusema kuwa sasa amepata mdhamini aliyejitoa na kukubali kudhamini timu hiyo, na kwa maana hiyo timu itaingia katika mashindano ya kutetea ubingwa wake. Kwa upande mwingine, tulizungumza na mmoja wa wadau wakubwa wa soka nchini na msemaji rasmi wa timu hiyo Bwana Ashraf Ali, ambaye alionyesha kutokuwa na taarifa ya matukio yote hayo, sambamba na kuwa haoneshei hata kumtambua meneja mkuu wa timu hiyo Bwana Mohamed Jailani. Hali hii inatupa picha kuwa kuna kitu mahala fulani hakiko sawa. Moja ya hilo ni je, kuna timu ngapi za taifa za Zanzibar Diaspora hapa Uingereza? Kwa nini uongozi wa timu hiyo haonekani hata kuwa wanafahamiana ama kufahamu kinachoendelea? Kuna makubwa yamejificha, lakini muda utasema. Nikiripoti, mimi ni Salim Khamis wa Swahili Voice. Mbali na taarifa hiyo, habari zilizotufikia hivi punde zinasema kuwa timu ya taifa ya Zanzibar UK Diaspora imepata mdhamini rasmi na sasa itashiriki katika mashindano ya kutetea ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa meneja wa timu hiyo Bwana Mohamed Jailani, kampuni ya Diversity ya Uingereza ndiyo mdhamini mmoja wa timu hiyo. Kila la kheri timu ya taifa ya Zanzibar kwa kufanikisha kupata udhamini huu. Naibu mkurugenzi wa mamlaka ya mapato nchini Uingereza katika kitengo cha biashara kubwa HMRC Large Business Unit, mwanadada mwenye asili ya Tanzania Prudensia Kimiti, ameelezea changamoto alizopitia katika harakati zake hadi kukwea ngazi na kufikia wadhifa huo katika mazungumzo yake ya moja kwa moja na mwandishi Yusuf Bond, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Naam, Bi Prudensia, wewe ni kama nani katika mamlaka ya mapato hapo nchini Uingereza? Kwa sasa mimi ni naibu mkurugenzi wa mamlaka ya mapato hapa nchini Uingereza. Kitengo changu tunashughulikia zile biashara kubwa, tunaita large businesses. Kwa hiyo ndio hao tunakuwa tunashughulikia watu. Naam. Kawaida nafasi ambayo umefikia wewe si rahisi. Hem, tueleze safari yako ya tajiriba mpaka ukafikia katika nafasi hiyo hivi sasa. Ilikuwaje kuaje kwa kweli? Kwa kweli kwanza sikuanza hapa, so kama unavyoelewa nimekuja hapa nchini Uingereza nikiwa na miaka 18. Kwa hiyo nilipofika hapa nchini Uingereza nikaanza masomo yangu, kusoma A-levels na kuja kusoma degree. Nilipomaliza degree katika kipindi hicho, hiyo miaka ya 90, ilikuwa ukitaka kufanya kazi, cha kwanza unatafuta kazi. Ukishapata kazi unatakiwa uende, inaitwa job center, unaenda kwenye mamlaka fulani, unaomba national insurance number. National insurance number ni ile namba wanaokupa ambayo inakuambia kwa sasa unaruhusiwa kufanya kazi. Kwa hiyo nilichofanya nikatafuta kazi, nikapata kazi ya dukani tu ya kuuza kwenye duka moja kubwa hapa nchini Uingereza. Kwa hiyo nikapata kazi ya kuwa kama cashier, nitakuwa nauza ile duka. Kwa hiyo nilipopata ile kazi nikaenda kwenye hiyo mamlaka kwenda kuomba hiyo national insurance number. Lakini nilipoenda pale nikakutana na huyo baba mzungu, nikamwambia kuwa nimekuja kuomba national insurance number. Yule baba akaniuliza ni kazi gani Prudensia umepata? Nikamwambia nimepata kazi katika kama cashier kwenye hili duka. Akaniambia ujue nini,
Prudencia, hizi kazi sio za watu kama nyie. Watu kama nyie mnatakiwa mtafute kazi za kulea mabibi au za kusafisha. Kwa hiyo hii kazi tunadhani mtu kama wewe uruhusiwi kufanya kazi kama hii. Kwa hiyo uwezi kuamini, niliondoka akaninyima kabisa kunipa hiyo national insurance number. Kwa hiyo ikabidi nimrudie lile duka niwaambie kwa kweli nimenyimwa national insurance number, kwa hiyo siwezi kuendelea kufanya kazi pale. Kwa hiyo ilichobidi basi ikabidi kazi pale nisifanye tena. Kwa hiyo nilichofanya ikabidi nitafute kazi, kwa sababu aliniambia lazima niende kazi ya kutafuta mabibi. Kwa hiyo ndo kazi hiyo ikabidi nikatafuta kazi ya kutafuta mabibi, ya kusafisha hawa mabibi, watu tunaita care worker. Nilivopata nikarudi tena pale job center kuwaomba hiyo national insurance number. Na uwezo kuamini walinipa hiyo national insurance number bila maswali. Walivyosikia tu kazi gani umepata, nikaambia ni ya kuwaosha mabibi, wakanipa ile national insurance number. Kwa hiyo mimi nilichofanya baada ya kupata ile national insurance number, ile kazi ya mabibi nilifanya usiku mmoja tu. Nilifanya siku hiyo, nilivyoamka asubuhi sikurudi tena, hata kulipwa sikulipwa. Kwa hiyo kikweli ile kazi niliichukua kwa ajili nipate ile national insurance number, na nilivyopata tu nikatafuta kazi ambayo ninaipenda. Kwa hiyo nikaanza kazi hapa HMRC. Kwa hiyo ilikuwa kipindi hiko ilikuwa mwaka 2005 siku nilijoin hapa, na kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kufunga bahasha. Unajua zile bahasha za brown ambazo watu mna receive mnapata kutoka HMRC, ndio ilikuwa kazi yangu. Nachukua barua naingiza pale kwenye bahasha, nafunga, nachukua barua nafunga. Lakini ilichosaidia nilivyokuwa nafunga zile barua kwa usiku, tulikuwa tunaambiwa tufunge tuseme labda unaambiwa ufunge barua 300, ila mimi nikawa nafunga zaidi ya 900. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi zaidi alivyokuwa nategemea. Na vile vile kwa sababu nilikuwa na speed ya kufunga zile bahasha, nikaanza kufungua zile barua zenyewe nazisoma, nikiona zimekosewa nazirekebisha na mrudishia ule mtu aliandika barua. Kwa hiyo kumbe manager wakawa wananiangalia. Yaani baada ya miezi 6 tu nikapandishwa cheo, nikaanza kuwa mimi ndo mtu naandika zile barua. Kwa hiyo nikaanza kuandika zile barua. Lakini vile vile wakati naandika barua tunatakiwa labda mnapewa namba 20. Mimi nachofanya badala ya kufanya 20 nafanya 50. Bado baada ya miezi 6 tena nikapandishwa cheo, nikawa manager wa wale watu wanaoandika barua zile. Kwa hiyo nilikuwa baada kama miaka 2 hivi nilipandishwa vyeo mara 2. Kwa hiyo nikafanya. Kwa hiyo ku speed up nimefanya mimi kazi. Hapa nilipoanza nimeanza ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo kuanzia huo mwaka mpaka sasa hivi nadhani nimepewa promotion kama 7. Kwa hiyo ndio utajua jinsi nilivyopanda ngazi na kupanda. Kwa hiyo mimi kazi yangu ilikuwa ya kwanza ni ile ndogo kabisa hapa. Kwa hiyo kikweli ninachoamini kazi yote mtu anayoifanya hata kama ni ndogo, fanya kwa bidii na fanya kwa nguvu zako zote. Shukran sana Bi Prudencia Kimiti kwa ujasiri wako na kazi nzuri unayoifanya. Kwa hakika ujasiri wako utawapa moyo walio wengi na kuwafanya nao wawe na uthubutu wa kufanya na kufikia mafanikio uliofikia. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Mama mmoja kutoka Liverpool, John Sharkey, amehukumiwa kifungo cha miaka 2 jela kilichositishwa kwa miaka 2 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mwanawe mchanga mnamo mwaka 1998 akiwa na msongo mkali wa mawazo baada ya kujifungua almaarufu postnatal depression. Hukumu hiyo ilitolewa kwa huruma baada ya mahakama kusikia kuwa afya yake ya akili ilimzuia kutoa maamuzi ya busara. Mwili wa mtoto aliyepewa jina la Callum ulipatikana msituni ukiwa umefunikwa kwenye mifuko ya taka. Joan alikiri kosa hilo baada ya uchunguzi wa DNA wa mwanawe mkubwa kuunganisha ushahidi. Mahakama ilielezwa kuwa alikuwa akipambana na unyogofu uliotokana na kujifungua. Muigizaji kutoka Liverpool James Nelson Joyce anayetajwa kuchukua nafasi ya Daniel Craig katika nafasi ya James Bond amesema itakuwa heshima kuwa James Bond wa kwanza mwenye asili ya Liverpool baada ya karata zake kuonesha kuwa mwigizaji huyo anakaribia kwa karibu kunyakua nafasi hiyo. James ambaye aliigiza kama Michael Kavanagh kwenye tamthilia ya uhalifu ya BBC The City Is Ours, umaarufu wake umeongezeka na sasa ana nafasi ya 6 hadi 1 kuchukua nafasi ya Daniel Craig kama James Bond. Amesema kuwa kushiriki katika tamthilia hiyo ni tukio la kushangaza kwake baada ya miaka 15 ya kazi. Pia amesisitiza umuhimu wa kuendeleza utayarishaji wa filamu huko Liverpool kwa ajili ya ajira na uchumi. Alizungumza hayo katika uzinduzi wa kituo cha jamii cha Cockdale. Mwili wa kijana mfu umepatikana wakati wa utafutaji wa mvulana wa miaka 16 aliyepotea baada ya kupata matatizo
alipokuwa akiogelea karibu na Peterborough. Kufuatia hatua hiyo, huduma za dharura ziliitwa katika ziwa la Crown karibu na Farset saa 10 jioni siku ya Alhamisi, na mwili ulipatikana karibu saa 6 usiku, ingawa bado haujatambuliwa rasmi. Polisi wa Cambridgeshire wamesema wanaamini ni wa kijana aliyepotea na familia yake tayari imearifiwa. Kesi hii sasa itakabidhiwa kwa mkaguzi wa vifo coroner kwa uchunguzi zaidi. Jack Parsons, baba wa mtoto mmoja kutoka Frampton Cotterell karibu na Bristol, alijiunga na daftari la wachangiaji wa Selishina baada ya maisha mama yake kuokolewa na mtoaji asiyejulikana. Baada ya miaka 12 alipokea simu kuwa amepatikana kuwa mechi ya mtu anayehitaji msaada, licha uwezekano mdogo wa kuwa mechi moja kati ya 800. Alifurahia kuchangia. Sasa anahamasisha watu zaidi kujisajili, kwani ni njia rahisi na isiyo na maumivu ya kusaidia wengine. Ni 7% pekee ya watu wanaostahili waliojiandikisha. 70% ya wagonjwa hutegemea wachangiaji wa kujitolea ambao hawawajui. Jack alisema tukio hilo limempa matumaini mapya kwa binadamu. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Visiwani Zanzibar, chama cha ACT Wazalendo kimezitaka mamlaka za nchi hiyo kuunda rasmi tume za kuchunguza matukio makubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanayodaiwa kutamalaki visiwani humo katika miezi ya hivi karibuni. Swahili Voice ilifanya mazungumzo na msemaji wa sekta hiyo Bwana Hamad Yusuf, na hapa anasema. Pia ni kwamba hivi karibuni pia matukio kadhaa yameripotiwa kutokea, kama tukio la Kidoti, tukio la Kiungoni na tukio la Mkoani, lakini hakuna hatua au taarifa yoyote kutoka katika jeshi la polisi kutokana na hatua ambazo wamezichukua. Na matukio hayo yanaondosha imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. ACT Wazalendo tunasimama na familia ya Fakih Ali Salim katika kipindi hiki kigumu, na tunaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya uchunguzi, na hatutakaa kimya hadi haki yake ya kuishi na kuwa. Tumesema kwenye taarifa yetu kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kufanya mambo yafuatayo: 1, kuitaka serikali kuunda tume huru kuchunguza matukio yote ya mauaji, vipigo na utekaji yaliyoanza kutokea, na kuiweka hadharani taarifa hiyo na kuwafikisha wahusika wote katika vyombo vya sheria. Lakini la pili, tunaitaka serikali kuhakikisha kwamba wanavielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kutotumia vibaya madaraka na mamlaka yao. Na 3, tunaitaka tume ya haki za binadamu kufanya uchunguzi na kuweka hadharani taarifa yao. Na mwisho, tunawaelekeza wananchi wote wa Zanzibar kuchukua tahadhari ya kujilinda na matukio ovu yaliyoanza kushamiri kama vile mauaji, vipigo na utekaji, na pia wawe makini wanapowasiliana na watu ambao wasiowafahamu ili kujikinga na matukio ya ilipomtokea huyu ndugu yetu Fakih, kwa sababu aliwasiliana na mtu kwamba amtafutie kuku, na baada ya kufanikisha hilo wale watu wakaja na gari wakamuingiza, na kumbe haikuwa suala la kuku, ilikuwa ni mtego tu, na alipoingia kwenye gari basi ikaondoka naye na familia na wananchi. Wananchi wa baadhi ya maeneo kisiwani Pemba wiki hii sikukuu walijikuta wakipata shufaa ya kimahitaji baada ya kupokea zawadi ya fitrana kutoka kwa jumuiya ya An-Nur ya huko Leicester nchini Uingereza kwa minajili ya kujikimu katika siku za Eid. Fitrana hiyo iliyotolewa kutokana na michango ya wadau mbalimbali wa diaspora ya Zanzibar waishio nchini Uingereza, ikiwa kama sehemu ya ada ya kila mwaka ya kutoa zaka kwa ajili ya kutakasa ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akitoa shukrani zake za dhati, mkuu wa wilaya wa Chake Chake Mheshimiwa Mgeni Hatib Yahya alisema, kabisa niendelee kushukuru jumuiya ya An-Nur Community Leicester kwa kuendelea kutupatia zakatul fitri kila inapofika karibia ya sikukuu. Kipindi kama hichi wamekuwa wakitunga mkono
kuhakikisha kwamba wananchi wale ambao wana mahitaji basi wanaweza kufaidika. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu awajalie baraka, awape uwezo zaidi, aondolee hasad, aondolee maradhi, wazidi kukusanya zaidi na zaidi ili tuweze kuwafikia walio wengi sana. Nao baadhi ya watu waliopokea fitrana hiyo wapatao kutoka jumla ya kaya 380 za wilaya Chake Chake walitoa shukrani zao kwa kusema: naiombea dua jumuiya ya An-Nur kwa kutupatia zakatul fitri. Mwenyezi Mungu awezeshe watupe zaidi na zaidi. Nashukuru rais kutupa msaada kama huu. Sihaba tunashukuru kwa sana kwa wote. Na mwakani tukijaliwa tupate tena zaidi ya huu. Na atujalie kheri na atutilie baraka na atupe Ramadhani njema ya dunia na akhera tunakokwenda. Kwa msaada uliotoka itakia heri na mafanikio. Tutamatisha habari zetu za wiki hii nchini Kenya, ambapo tunaarifiwa kuwa wavuvi 4 wamekamatwa wiki hii, huku kilo zaidi 400 za samaki waliovua zikinaswa wakati wa operesheni dhidi ya wavuvi haramu katika ziwa Nakuru. Mwandishi wetu mpembuzi yakinifu Nyota Suleiman anaripoti zaidi. Maafisa kutoka kitengo cha huduma kwa wanyamapori katika jimbo la Nakuru kwa ushirikiano na wenzao wa jeshi la polisi waliendeleza operesheni dhidi ya wavuvi haramu katika ziwa Nakuru na kufanikiwa kuwakamata wavuvi 4. Wakati wa kukamatwa kwao, zaidi ya kilo 400 za samaki waliokuwa wamevua zilinaswa, huku maafisa wakishikilia kuwa samaki yao si salama kwa matumizi ya binadamu. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Uvuvi na Uchumi wa Majini ilipiga marufuku uvuvi katika ziwa Nakuru baada ya kubainika kuwa samaki ziwani humo wana sumu aina ya arsenic kwa kiwango cha 32%. Akiongoza operesheni hii, waziri wa uvuvi na maendeleo ya mifugo katika jimbo la Nakuru Michael Cheruiyot aliwapongeza maafisa huku akiangazia baadhi ya athari zinazotokana na ulaji wa samaki hao. Ile sumu ambayo iko kwa samaki ni ile sumu ambayo inakaa kwa mwili kwa muda. Kuna kemikali samani ilikuwa naitwa TDDT. Hiyo kemikali ni kemikali ambayo inakaa kwa environment kwa muda mrefu. Kwa hivyo naimisa au naomba watu, naleta onyo kwa watu wa Barut, watu wa Kapures, watu wa ambao wanafua samaki kutoka Lake Nakuru na wanaleta hapa mjini Nakuru wawache. Licha ya serikali kubainisha kwamba ulaji wa samaki hawa unaweza kusababisha magonjwa ya saratani, kisukari na shida ya kupumua, baadhi ya wachuuzi wa samaki eneo hili wanapinga vikali matamshi hayo. Wanasema kwamba hakuna takwimu za wazi zinazoonyesha watu walioathirika kutokana na ulaji wa muda mrefu wa samaki wa ziwa Nakuru. Hao watu wenye wamekufa kansa na sukari ni hii samaki. Tunataka jibu. Na wamedhibitisha ni wangapi wamekufa wakawa mochari, ni wangapi wamekuwa admitted, ni wangapi tu ni wagonjwa hata kwa hizi maboma zetu hapa. Jinsi tulivyo hivi, nafikiri mnatuona tuko na afya. Kwanza mimi nilikula samaki ya kwanza kwa hii shamba hapa. Na hata leo sioni kama hii mwili yangu iko na mashimo ndani ya vitu wanasema. I'm very healthy. Ninauliza huyo mtu anasimama akisema hiyo maneno, akuja kwa hii kijiji atuambie vizuri magonjwa hiyo samaki. Wavuvi nao wameshtumu vikali kitendo cha kukamatwa kwa wenzao na maafisa wa wanyamapori mara kwa mara wakati wanapopatikana wakivua samaki katika ziwa Nakuru, wakisema kwamba tayari wameandikia barua taasisi na asasi mbalimbali za serikali kuelezea malalamiko yao kuhusiana na swala hili. Tulichukua samaki, tukapeleka, zikapimwa na zikaonekana ni mzuri. So nashindwa kwani zilipelekwa laboratory gani? Tulipeleka katika laboratory ya serikali. Kwa hivyo sisi tumeazikula kwa hiyo miaka yote, na hata kama zinaweza kuwa na hizo viini wanasema hakuna mtu hajakula hiyo samaki Kenya. So ni siasa. Tunaweza sema sisi tuendelee kuvua, sababu tusipovua hapa ndipo tunapata pesa na ndipo tunaweza kusomeshia watoto wetu sisi kama waadhiriwa wa Lake Nakuru. Kiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Nakuru, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Jina langu ni Nyota Suleiman. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine.
Komenti zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakia wikendi njema. Alamsiki. Ramadan